Dini ni mshikamano kwa wanaoamini. Elimu ni maandamano kwa wanaojifunza. Kujenga hoja na maswali ni msimamo kwa wanaojua. Tuna maswali mengi ya kuuliza kwa lengo la kujifunza yanayotuhusu. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Hakika ya halali iko wazi na haramu iko wazi, lakini baina yake kuna mambo yanatatanisha. Kwa maswali na hoja mbalimbali, kutana na Sheikh Salum Msabah katika kipindi cha Uislamu kwa Hoja kila siku ya Ijumaa saa 11 kamili jioni kutoka hapa Al-Fatah TV pekee. Al-Fatah TV Online, dira ya umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hujambo mtazamaji popote unapotutazama, na karibu kwenye kipindi cha Uislamu kwa Hoja, kipindi ambacho kinakujia nje ya Ramadhani kila siku ya Ijumaa ifikapo saa 11 kamili za jioni, na kila siku ya Ramadhani tuna kipindi hiki ifikapo saa 11 kamili za jioni. Tunaye Sheikh Salum Msabah, na leo tutakuwa tukizungumzia, je, safari ni masafa au mashaka? Utakumbuka mtazamaji, kipengele hiki tulikigusa kidogo katika nyudhuru, lakini kwa umuhimu wake tumesema tukae hapa na tuchambue baadhi ya mambo ambayo ni muhimu. Naam Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah rabbil alamin. Akhiri tubuan. Na Ramadhani ndio hiyo inayoyoma tu. Tunakwenda nayo vizuri. Leo tukiwa ya 8. Naona kwa hesabu tunazokwenda nazo ni ya 8, alhamdulillah. Naam. Safari ni masafa au mashaka? Manake mtu akisema nimo safarini, manake yuko masafa ya mbali na kule anakoishi, au yuko katika shida na misukosuko. Kwa falsafa wanatofautiana sana juu ya swala la safari katika kuitafsiri safari. Kwa sababu kwa dhahiri safari ni mtu kuondoka mahala anapoishi kwa kawaida na kwenda mahala ambapo kikawaida haishi. Sasa akiwa njiani kwa safarini, na akifika yuko kituo cha safari. Hii ndio kawaida ya safari tulizoea. Lakini sasa watu wengine wanaona kwamba ikiwa ana raha tupu mnamokwenda, na hasa safari za kileo, anasafiri kwenye ndege. Kuna mtu anakuwa rais wa nchi, kwa mfano Marekani, japokuwa si nchi ya Kiislamu, lakini tutolea mfano Marekani. Rais anaweza kutoka sehemu moja ya Marekani kwenda sehemu nyingine ya Marekani kwa ndege, akawa ana kila kitu mle ndani kama yuko ikulu. Ile ndege yake mle mna mahoteli, yani hiyo hoteli ya kupikia chakula na kusudia restaurant, mna sehemu za kupumzika, mna kila kitu mle ndani. Anaweza hata akacheza na pool table humo ndani ya nini? Ndani ya ndege, hata wasiwasi hana. Sasa huyu anasafiri au kenda kustarehe? Tuzuri za safari ni masafa au mashaka? Tumefahamiana? Na huko kwetu watu wanakwenda kwenye vikao vya SADC vya nini, wanaweza kutoka Dar es Salaam mpaka South Africa, lakini humo ndani ya ndege, kama ni ndege rais, yeye hata akifunga hakumshughulishi yote, akila hakumshughulishi lolote, ikiwa huyo ndio. Lakini hata kuna matreni sasa hivi wanapanda watu treni, yako vizuri tu treni, mle ndani mna kila kitu, mna TV, mna nini, makasia, mle ndani mna AC, kiyoyozi. Ile treni inaweza kwenda masafa marefu sana, lakini yumo mle kama vile kakodi chumba tu. Hata hizi meli, ziko meli kubwa kubwa, mna vyumba ndani yake, mtu anaingia na kila kitu mle, anakuka, ana zile hita na nini, anachemsha chai, anafanya kila kitu. Sasa huyu kasafiri lakini hana mashaka. Halafu na kuna mwingine ana mashaka wala hajasafiri, yuko nyumbani kwake, au ana kazi ya ujenzi tu, tangu asubuhi mpaka jioni anapiga tofali, jua linampiga, yuko kwenye mashaka lakini hajasafiri. Sasa ndio tunaweka mjadala, safari ni masafa au mashaka? Wanazuoni wengi wa Kiislamu wanasema safari ni masafa. Safari ipimwe kwa masafa, kwamba mtu alikotoka mpaka anakokwenda hataweza tena kurudi nyumbani kwake kwa siku ile ile. Akishaondoka, hata kama atarudi, itakuwa ni siku ya pili. Yani zile 24 hours, masaa 24 yale yatamalizika akiwa hayuko kwake. Hiyo ndio safari. Sijui tumefahamiana vizuri hapo? Kwa hivyo ikiwa safari ni kwamba mtu anakwenda masafa ambayo hayatamrudisha kwake ndani ya yale masaa 24, basi hapo ndo tutasema huyu yuko safarini, na ataruhusiwa kupunguza sala, kuchanganya sala na kula mchana wa Ramadhani, hata kama safari ile itakuwa haina tatizo lolote. Na ndio maana wanazuoni wengi wanasema kukula mchana wa Ramadhani kwa msafiri si lazima, ni ruhusa.
Akiona mazingira ni magumu atakula mchana, akiona si magumu atafunga. Wako madhehebu nyingine nafikiri Shia kwao msafiri ni lazima ale, haruhusiwi kufunga hata kama mazingira si magumu. Lakini kwa madhehebu mengine itategemea mazingira. Ikiwa mazingira ni magumu atakula, ikiwa si magumu atafanyaje? Atafunga. Lakini wao wamepima masafa, hawakupima mashaka. Kwa hivyo safari ina mashaka haina mashaka, yeye haki yake ni kula, na akitaka atafunga. Wale wanaoona kwamba ni mashaka sasa ndio wanapata tabu, ni wanazuoni wachache sana wanaona kwamba safari ni mashaka. Na hawa wanachukulia mpaka mtu ambaye ana mashaka makubwa sana. Kwa mfano anavunja kokoto huko Maweni huko, akivunja kokoto mpaka kajaza gari linalotakiwa akapakia, atakuwa kachoka sana, basi huyu anaweza sifunge kwa sababu haya ni mashaka. Japo kwa safari yake ni ndogo, wala atakwenda kwa masaa 2-3 tutarudi, lakini atapata usumbufu mwingi, atashindwa kufunga, njaa itamdhoofisha, asifanye kazi zake. Wanamuona huyu naye anaweza kula, lakini baadaye aje atafute siku ambazo hazina mashaka afanyeje? Afunge. Hii si rai inopoa nguvu na wanazuoni. Rai inopoa nguvu ni kwamba katoka kwenye mazingira anaweza kuyatawala. Kwa hivyo kwa kifupi, wanazuoni wengi wa Kiislamu wanaona safari kuwa ni masafa. Ikiwa utakwenda kwa safari iliyo nzuri au utakwenda kwa safari iliyo mbaya, madhali ni masafa marefu, utarudi kwako kwa siku ile ile uko safarini, na unaruhusiwa kula mchana na katika Ramadhani, na badala yake uje ufunge katika siku nyingine. Na tunaposema masafa hatukusudi labda kama meli 40, 50, 80 au tupige hesabu ya masaa tusitoweza kurudi, hakuna makisio labda? Yapo. Wanazuoni wameweka farsakhani. Na farsakh 2 ndio walihesabu maili 45. Kwa hivyo ni maili 45. Sasa kwa kisiwa cha Unguja, wanapotuambia waliopima, na nakumbuka mimi katika zile tulikuwa tunasoma zamani mambo ya ramani, kisiwa cha Unguja urefu wake kutoka ncha mpaka ncha, kusini mpaka kaskazini ni 75 maili. 75. Na mapana yake wametuambia kutoka ncha mpaka ncha kwa mapana, unachukua ile ncha ya upana zaidi ni 45. Kwa hivyo sisi tuna 75 by 45 miles. Ndio tulivyofundishwa sisi zamani wakati tunasoma mambo ya ramani na jiografia na nini kwa kisiwa cha Unguja. Kisiwa cha Pemba kutoka ncha ya kusini mpaka ncha ya kaskazini 45 mile. Na kutoka kwa mapana, ncha ya upana mpaka upana ni 21 miles Pemba. Kwa hivyo kwa Pemba mtu anaweza kuambiwa kasafiri kwa hisabu ya maili 45 iliyotolewa katika vitabu vya hasa vya Kishafi, farsakh 2 ni kutoka ncha ya Mkoani ambayo ni kisiwa cha Makongwe mpaka ncha ya kaskazini, labda Gando tuseme hivi. Asante. Sasa umefurahi kwa sababu nimekutajia nyumbani yote. Kisio gani? Kwa sababu sema pale sasa ndio angalau anayetoka Mkoani mpaka Gando ndio anaweza kusema huyu mimi ni kwenda safari. Lakini zile za katikati zote zile marefu na mapana, zile zote si safari kwa hisabu hiyo. Yaani si safari za kupunguza sala wala kuchanganya sala, wala si safari za kula mchana wa Ramadhani. Kisiwa cha Unguja ni dhahiri ukitoka ncha mpaka ncha. Nungwi mpaka Mtende. Kaskazini mpaka kusini, Nungwi mpaka Mtende. Kwa hivyo hiyo itakuwa sasa ni 75 maili, bila shaka yoyote hiyo ni safari. Kwa hivyo hata chini ya hapo unaweza kutokea Mkokotoni tu mpaka Nungwi tayari kwa ushafika, ishakuwa ni safari. Lakini kwa mapana haijawa nayo vile vile inakuwa safari ukitoka ncha hadi ncha kwa mapana. Kwa hivyo wanasema Zanzibar, kisiwa cha Unguja unaweza ukaipata hiyo safari ikiwa utakwenda, lakini uende na usirudi nyumbani kwa siku ile. Ukirudi nyumbani bado haijawa safari. Lakini kisiwa cha Pemba wamesema uweze kuipata safari. Lakini kutoka kisiwa cha Unguja mpaka kisiwa cha Pemba unaipata safari, kwa sababu unaweza ukatoka kaskazini Unguja mpaka kaskazini Pemba parefu, au katoka kusini Unguja mpaka kusini Pemba parefu. Pamoja kwa kuna uwezekano unaweza kwenda Pemba na ukarudi. Ndio, lakini unaweza ukaipata masafa. Na kwa zamani ilikuwa vigumu sana kwenda Pemba ukarudi siku hiyo, labda upande ndege. Siku hizi hata kwa boti unakwenda na kurudi siku hiyo. Kwa Tanzania bara pia tunayo mifano ya kutosha tu. Tanzania bara ni nchi kubwa, lakini tunasema kwa upande wetu sisi kiasi kama hicho. Kwa hivyo tutachukua kigezo cha masafa, tutapata picha ya namna hiyo. Wallahu aalam. Sheikh Salim Msaba, mfano mimi ni mwenyeji, amekuja
mgeni kwangu mimi ambaye yeye ni msafiri, Ndiyo. katika mchana wa Ramadhani, Ndiyo. sheria au taratibu na niruhusu kumwandalia chakula? Jazakallahu khairan. Naam. Na pengine hata kinyume chake vile vile, kwamba yeye ni msafiri, wewe ni mwenyeji, lakini yeye pale ana uwezo. Kwa mfano kafikia hotelini, kaja pale anakula mchana, lakini wewe jamaa yako alikuwa kumtembelea umefunga, akasema bwana muandalieni iftari, huyu ataka hapa tunazungumza mimi nakula, lakini yeye muandalieni iftari, chakula chake mwekeni iftari. Hili la pili wala halionekani kama la tatizo, kwamba msafiri kumwandalia iftari mwenyeji aliyefunga. Lakini hili la mfungaji mwenyeji kumwandalia msafiri iftari ndio linakuwa swali katika jamii. Jibu ni kwamba inafaa. Madhali yule karuhusiwa na sheria kula mchana, basi ukimpa chakula hujakosea. Ni sawa na mwanamke ambaye yuko kwenye siku zake na pengine hawezi, labda anaumwa na homa. Wewe bwana ukaingia jikoni ukasema mke wangu kula dawa na hichi na kupikia chakula, ukampikia, umefunga ile funga kala. Au mwanamke mjamzito ambaye mimba yake sasa imefika mahala haruhusiwi kufunga, ukamwandalia. Au mgonjwa wa aina yote, au mtu wa dini nyingine lakini amekuja kikazi katika nchi yako, umempokea ukamwandalia chakula, yeye hafungi kwa mujibu wa imani yake, yote yatafaa na hakuna kosa lolote ndani yake, madhali zile sheria zimemruhusu yeye kula. Tukiangalia kwenye utamaduni, tumesema Uislamu upingi tamaduni ambazo haziendi kinyume na Uislamu. Swala la kula sasa, anatakiwa yale hadharani au wale vipi? Heshima ya Ramadhani inatakiwa. Hata kwa huyu Muislamu ambaye hafungi kwa nyudhuru zile tulizozitaja, hatakiwa yakae barazani mchana na kula. Sasa mimi sifungi bwana, najilia na kunywa masoda. Ale kwa stara. Na kwanza kula ni onesho. Kwani kula ni onesho? Yaani kitu cha shughuli ya kula inatakiwa ioneshwe kwa watu, au kwa kawaida haitakiwi kuoneshwa kwa watu? Haitakiwi kuoneshwa watu mpaka iwe kuna kitu maalum. Kama vile tumeandaa dhifa maalum, chakula cha pamoja kwa ajili ya mayatima, kwa ajili ya nani, au kwa ajili ya kuchangisha, kwa ajili yale yanaoneshwa kwa sababu yana madhumuni ya kuhamasisha. Lakini wewe bwana Rashid, nyumbani kwako tu leo umepika biriani, unatoka barazani ule ili jirani waone kwa unakula biriani, hili nini? Itokee nini? Kwa hivyo kula si jambo la kujifakarisha wala kujionesha, mpaka kuna madhumuni mengine. Kwa hivyo na huyu naye anatakiwa afuate zile desturi kwamba kama hafungi kwa mujibu wa udhuru asijioneshe jua kule kula kwake. Asante. Asante. Tunashukuru sana. Asante. Shukran. Naam. Pia mtazamaji popote unapotutazama, tunakushukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi na kutuchagua. Kipindi hiki cha Uislamu kwa Hoja kinakujia kila siku ndani ya mwezi huu mtukufu Ramadhani ifikapo saa 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sheikh Salim Sabah alikuwa akizungumzia, je, safari ni masafa au mashaka? Ndiyo. Na bila shaka umepata wepesi na umeweza kujifunza mengi katika hili. Usikose kuwa nasi kesho tena panapo majaliwa ili upate mengi, lakini nakusihi usiache kusubscribe channel yetu Al-Fatah TV Online ili tuwe familia na tuendelee kuwa pamoja kwa jumla. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.